Warren Buffett alikubali kujiturn into a self-learning machine. Kila siku yeye mwenyewe anajifunza kutoka kwa watu wengine na anajifunza kwa kuangalia vitu alivyovifanya. Miaka nenda miaka rudi. Binafsi sijawahi kumuona tajiri mvivu wa kujifunza. Wengi ni makini sana kujifunza. Kuna mtu mmoja anaitwa Jeff Bezos. Jeff Bezos huyu wa Amazon, yeye ni one of the most creative people ambao wamefanikiwa kwenye biashara hasa kwa kutumia teknolojia. Yeye alisema, if you want to be successful, you need to be an expert with beginner's mind. Kama unataka kuwa mtu uliyefanikiwa katika viwango vikubwa, kubali kuwa mtaalamu mwenye akili na ubongo kama wa mtoto anayetaka kujifunza kila siku. Kwa hiyo please jitahidi kusoma vitabu. Mimi sijui, lakini vitabu nimevisoma sio vichache. Kama ni swala la uwekezaji tu, nafikiri nimesoma vitabu pengine zaidi ya 100. Kama kujifunza kutoka kwa watu, nimejifunza kwa Warren Buffett, nimejifunza kwa Charlie Munger, nimejifunza kwa ule jamaa wa Proverb yule Muhindi yule, nimejifunza kutoka kwa Philip Fisher, nimesoma vitabu vyake vingi, nimejifunza kutoka kwa Benjamin Graham, mwalimu wa Warren Buffett na mwalimu wa Charlie Munger, nimejifunza kutoka kwa Dale Carnegie, nimejifunza kutoka sijui kwa Waltz, nimejifunza kutoka kwa Dangote, nimejifunza kutoka kwa Mo, nimejifunza kutoka kwa matajiri wa South Africa. Kila ninaposikia hadithi ya watu waliowekeza wakafanya biashara na wakafanikiwa kwenye biashara, kwenye uwekezaji, hata kwenye uongozi, huwa najitahidi kutafuta na kujifunza habari zao. Kadiri ninavyojifunza ndivyo ninavyojua huyu alifanikiwa wapi, wapi aliposema amekwama na tufanye nini. Inakurahisishia wewe safari yako, kwa sababu unakuwa kama vile mtu aliyepanda miche yake ama mazao yake sehemu ya kivuli kuliko kwenye sehemu ya jua. Kwa hiyo tusiache kujifunza. Kujifunza hakuna mwisho. Kiangalia hapa, unaona kabisa mmoja anasema mimi najua kila kitu, mwingine anasema bwana mimi nitafungua masikio nisikilize. Angalia viwango vyao vya masikio. Upande wa kushoto na masikio ukubwa kiasi gani, alafu angalia upande wa kulia na masikio ukubwa kiasi gani. Alafu angalia viwango vyao vya ukubwa wa midomo. Upande wa kushoto kiwango chake cha mdomo ukubwa wake uko kiasi gani ukilinganisha na huyu upande wa kulia. All the time Mungu akikupa nafasi, umekutana na mtu ambaye unajua amefanikiwa kwenye eneo fulani, adjust masikio yawe makubwa kama upande wa kushoto, na adjust mdomo uwe mdogo kama upande wa kushoto. Kujifanya mjuaji wakati umekutana na mtaalamu ili umridhishe kwamba na wewe unajua, haikusaidii wewe, hainisaidii mimi. Kwa hiyo tujifunze kuwa wanyenyekevu ili tuweze kupiga hatua zaidi. Lakini kosa la 23 ambalo tunaweza tukalifanya kama tutakuwa makini ni kutokujifunza kupitia kwenye makosa. Mimi niliwahi kuwekeza kampuni moja, sitaki kuitaja hapa, lakini ile kampuni haikulipa gawio kwa miaka kadhaa, kwa miaka kama 7 hivi 10 toka niliponunua hisa yangu ya kwanza. Mwaka ule, sasa kwa sababu nikihitaji inaweza ikaleta pengine shida, sitoitaja. Lakini nikajiuliza hii kampuni hii niliambiwa buy low sell high. Na mimi mwaka huu ndio ulikuwa mwaka wangu wa kwanza kununua hisa, mwaka 2005. Basi mimi nikaenda nikamwambia broker, broker buy low, kampuni gani bei yake ndio ya chini zaidi? Nikatajiwa ndio hii hapa. Basi nikajikita nikanunua, nikisubiria kwamba nije niuze at high. Bei iliendelea kushuka na kukaa chini miaka nenda miaka rudi. Siku hizi nihubirie buy low sell high, nitakuangalia, nitakuacha. Kama una moyo kujifunza, nitakwambia kawe makini, usije ukafikiria buy low inakupa assurance ya faida. Sometimes buy low it means you are buying something inferior, something not productive, something which make losses in perpetuity, something that will soon die. Kwa hiyo
tujifunze kupitia makosa. Kuna wakati tunanunua hisa kwa bei kubwa, maanake hatuna uvumilivu. Kuna wakati tunanunua hisa kwa bei ndogo ya kutupa, na ile bei ukilinganisha na thamani, ile kampuni haina utendaji mzuri, na lenyewe ni kosa. Kuna wakati tunashindwa kukaa na kuvumilia tunapopata pesa. Kila pesa ikiingia mkononi, dividend imeingia, hiyo mshahara imeingia, unaanza kukimbizana nayo. Yes, it is good, unaweza kukimbizana nayo, but try to balance. If there is no great opportunity, hold it for a while. Itakusaidia. Kuna baadhi ya makosa wakati mwingine tunanunua kutokana na ushawishi usiozingatia takwimu. Bwana watu wote wananunua huku, na mimi naenda kununua kule. Lakini jamani, tumechunguza? Hapana. Kwa hiyo tuwe kama watoto wadogo, tunakosea ndio, tutaanguka ndio, tutapata hasara ndio, tunarekebisha makosa, tunasonga mbele, tunakuwa watu mahiri. Kosa jingine ni kushindwa kuelewa lengo lako. Wewe unawekeza, lengo lako ni nini? Unawekeza kwenye bondi, uwe na lengo maalum. Unawekeza kwenye hisa, uwe na lengo maalum. Unawekeza kwenye viwanja, uwe na lengo maalum. Unawekeza kwenye nyumba za kupangisha, uwe na lengo maalum. Malengo makubwa kwenye wekeza ni mawili. Moja, upate gawio ama pato la kila wakati. Gawio, kodi, riba, kuponi, ama uongeze thamani. Yote ni malengo mazuri yanayokubalika. Identify your main goal. A young person, lengo lake liwe kuongeza thamani. Mfanyakazi anayelipwa mshahara, lengo lake liwe kuongeza thamani. Mfanyabiashara ambaye ana uhakika wa mapato, lengo lake liwe kuongeza thamani. Hii mambo ya kukimbilia nataka pesa 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 bila kukuza mtaji wako, on a short run, kwa muda mfupi utajiona kama unapiga hatua, lakini katika muda mrefu utajikuta umerudi nyuma. Na kwenye malengo, jaribu kuangalia malengo haya niliyoyaandika hapa. Usiishie kwenye kuandika idadi ya unachotaka kukinunua. Nataka kununua hisa 10, sawa. Lakini hilo lengo sio lengo bora. Sema, natamani hisa 10 ambazo nitazishikilia zikishakuwa mara 5 zaidi ya bei nilonunulia, ndio ninauza. Hapo umeshagusa lengo lenye capital gain. Malengo mengi ukiangalia, kwa wale ambao Mungu alinipa neema ya kuwasaidia, mwanzoni hawa specify exactly kiwango cha faida. Nataka kuwekeza kwenye treasury bond za benki kuu, sawa. Kiwango chako cha faida kiasi gani? Hajui. Naona tu bei za bondi zinaongezeka, faida zinashuka. Sawa, wewe kiwango chako cha faida, kama lengo lako lilikuwa ni uwekeze upate asilimia ngapi ya faida kila bondi unayoinunua kutoka benki kuu? Hana. Kwa lazima uwe na benchmark. Kwenye kuwa na benchmark itakusaidia kuweka malengo kimkakati. Sehemu zote nilizowekea alama ya njano ndio kitu ambacho natamani na wewe ukakae chini ukayapitie malengo yako ya fedha, biashara na uwekezaji, uone kama yanagusa kwenye hizi rangi za njano nilizoziweka hapa. Ukiona hazigusi, umebezi kwenye quantity, ujue una shida mahali. Huwezi ukawa na lengo la kusema nataka kununua hisa 20 mwaka 2026, ndio umemaliza hapa. Kwa maana yake ukiwa na lengo la namna hiyo, hisa 20 mwaka 2026, maana yake ukinunua hisa za hasara kwako ni sawa. Ukinunua hisa zenye kukulipa faida ya 1% kwako ni sawa. Ukinunua hisa ambazo haziuziki kwako ni sawa. Hilo sio lengo bora. Lengo bora lazima lijikite kwenye maeneo niliyoweka alama za njano. Nafikiri hapa kama unaweza kupiga picha, kapige picha. Kuna kitu utakuja kujifunza na kuja kushukuru. Sio jambo jepesi kuandika malengo katika mtindo huu, lakini ukifanikiwa utagundua kwamba almost 60% ya fursa zinazokuja mbele yako utaziweka pembeni. Kwa nini? Hazijafikia vile viwango vya chini vya faida unavyovitarajia. Sasa hivi nimeona watu wengi sana wanalalamika, bondi za benki kuu zinapanda bei, faida zimeshuka. So what? Wewe faida uliojiwekea kama lengo ni asilimia ngapi? Huna. Sasa hivi kwa asilimia 12 zimerudi 11. Sawa, wewe lengo lako asilimia ngapi? Huna.
wacha zirudi mpaka 9% na bado utanunua kwa sababu hauna lengo. Kwa hiyo ni vizuri mimi na wewe tuwe na lengo. Mimi kama sijapata 12% sinunui. Kwa nini? Haijafikia lengo langu. Nina benchmark, nina internal target, nina kiwango cha chini cha faida ninachokitarajia. Kosa la 25, kushindwa kutofautisha mambo muhimu. Sasa hapa siwezi kuyataja yote, lakini nitagusa tu labda vitu viwili vitatu. Moja, hujui tofauti kati ya biashara na uwekezaji. Kwa hiyo unalalamika kwamba uwekezaji una faida ndogo, ukisahau kwamba biashara ni kuwekeza. Kushindwa kutofautisha. Namba 5, mali na rasilimali. Mali ni kitu cha thamani. Rasilimali ni mali yenye uwezo wa kukupa faida. Kwa hiyo ina faida mbili rasilimali. Moja, inakupa faida. 2, ina uwezo wa kuongezeka thamani. Mali inaweza ikaongezeka thamani, lakini haina uwezo wa kukupa faida ya kila wakati. Lakini kuna point namba 6, ukwasi na mali. Sio kila mali ina ukwasi, lakini kila ukwasi ni mali. Hivi vitu vinaonekana kama vitu vidogo vidogo, lakini hatuko well grounded kwenye hivi vitu, na tunahisi kana kwamba tunachokifanya wakati mwingine ni sahihi, lakini ukimsikiliza mtu kwa makini unagundua huyu mtu kuna baadhi ya vitu anachanganya, na hivyo anashindwa kujipanga vizuri. Kwa hiyo haya maeneo muhimu ukiweza kuyatofautisha, unaweza ukapiga hatua kubwa zaidi. Lakini changamoto nyingine ya 26 ni kujitahidi kufanana na wenzako badala ya kujitofautisha na kujipambanua kwa malengo yako na kwenye maeneo ambayo wewe ni bora na imara na ni mahiri. So we just follow the mob psychology. Sasa hivi wapi bwana? Sasa hivi watu wote tunanunua NMB. Sawa. Sasa hivi wapi? Sasa hivi watu wote tunanunua CRDB. Sasa hivi wapi? Sasa hivi wote ni ukwasi. Tunakimbizana pale. Tumeambatana kama kumbi. Hakuna ubaya, lakini ni jambo la hatari. What if yule kule mbele akisema sasa hivi mimi naenda kuwekeza kwenye viwanja, na wewe viwanja uvijui, unaenda tena. Sasa hivi wapi? Sasa hivi tunaenda Iringa kwenye mitikiti. Na unaenda bwana, sasa hivi ni tikiti maji nasikia ndio linalipa. Usifuate mkumbo. Usifuate watu mashuhuri. Usifuate watu maarufu. Nenda kafanye utafiti na uwe na malengo yako na mpango wako kuongoze kuliko kufuata watu wengine wanavyofikiria. Wakikosea utakosea, wakipatia utapata bahati. Lakini tuna imani watu wengi wanafanya vizuri na wana nia njema, kwa hiyo watatusaidia kutuongoza vizuri. Ila usijipe matumaini kwamba kila siku itakuwa hivyo. Kosa la 27 ni kukosa kuwa na mikakati ya uwekezaji. Ili uweze kufikia faida ama kukuza pesa yako, kuna kitu unatakiwa ukimaste, kuna kitu unatakiwa ukifanye. Sasa kuna mikakati mingi. Mimi nimeandika mikakati 9. Leo sio session ya mikakati. Jifunze unatumia mkakati upi kutengeneza faida ipi. Usiende kiujumla. Mfano, mimi nitakupa mfano. Hii ya kwanza, margin of safety. Kuna baadhi ya kitega uchumi unaweza ukakinunua kikiwa na bei ndogo lakini kina thamani kubwa. Ndio na apply mkakati huu wa kwanza. Mkakati wa pili, kuna baadhi ya vitega uchumi bei yake ni kubwa sana ukilinganisha na thamani. Ununue, usinunue. Uwekeze, usiwekeze. Kiwanja bei kubwa, lakini ukiangalia thamani yake kama ni ndogo. Hisa bei kubwa, lakini ukiangalia thamani yake kama ni ndogo. Biashara unaotaka kuifanya kidogo ina gharama, lakini ukiangalia unasema labda mbele thamani inaweza ikaongezeka. Ndio una apply mkakati wa pili. Mkakati wa 4 una sehemu yake. Mkakati wa 6 una sehemu yake. Kwa hiyo kama wawekezaji tusiende na silaha moja ama risasi moja kwenye bunduki yetu. Lazima ziwe loaded. Wakati nikiwa jeshini, wakati ule miaka ile tunaruhusiwa kwenda jeshini, tulikuwa tunaenda kule tunafundishwa kutumia SMG.
SMG ilikuwa inabeba risasi 40. Lazima ile